Ndugu waandishi wa habari, wananchi wenzangu na wana CCM wenzangu, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jina langu naitwa Nasra Mohamed Ramadhani, ndiye mwenyekiti mwenye dhamana ya vijana wote wa Chama cha Mapinduzi katika mkoa wetu wa Dar es Salaam. Awali ya yote, kwanza nianze kumshukuru sana Mwenyezi Mungu aliyetujalia uhai na afya, lakini pili ni kushukuruni ninyi waandishi wa habari na wananchi wenzangu kwa kuitikia wito kuja kutusikiliza. Ndugu zangu, nimewaita hapa leo kutoa msimamo rasmi wa umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi katika mkoa wetu wa Dar es Salaam kufuatia kauli zilizotolewa na Mheshimiwa Askofu Josephat Gwajima, mbunge wa jimbo la Kawe na mjumbe wa halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi Taifa. Nimezitaja nyadhifa hizi kwa maksud na ninazo sababu. Askofu Josephat Gwajima ni mbunge wa jimbo la Kawe aliyechaguliwa na wananchi wa jimbo la Kawe kwa mategemeo ya kwamba anakwenda kuwakilisha wananchi katika mijadala inayoendelea ndani ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo sote tunajua bunge ndiyo chombo kikuu cha maamuzi cha nchi hii na kina wawakilishi kutoka kila sehemu ya nchi. Lakini pili, Mheshimiwa Askofu Gwajima ni mjumbe wa halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi aliyechaguliwa kwa kura na wajumbe wa mkutano mkuu wa CCM Taifa, wakiamini kama mtu huyu atafaa kuwa sehemu ya vikao vya juu vya chama vinavyojadili masuala mazito ya nchi na kuyatolea ufafanuzi ama kutolea mwelekeo. Ndugu zangu, nimejaribu kuwapitisha nyadhifa kuu mbili za Askofu Josephat Gwajima kwa maana ifuatayo: hawezi kujitenga kwa namna yoyote hivi na hizi nafasi alizonazo kwa sasa, kama alivyoweza kuwaelezea wananchi katika mazungumzo yake ya awali na waandishi wa habari. Ndugu zangu, nimesema leo nataka nitoe msimamo wa mkoa wa Dar es Salaam. Askofu Gwajima katika mazungumzo yake na waandishi wa habari ametoa kauli mbalimbali, na mimi nitapita kwenye kauli zake na kutolea ufafanuzi, na mwisho nitatoa msimamo wa umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Dar es Salaam. Kauli ya kwanza Askofu Gwajima ni ya kusema kwamba wakuu wa vyombo vya usalama huondolewa kwa sababu ya kukataa maagizo ya wanasiasa. Ndugu zangu, niwaambieni tu umma wa Kitanzania, katika jambo lililopotoshwa ni hili la kusema kwamba wakuu wa vyombo vya usalama katika taifa letu huondolewa kwa matakwa binafsi ya wanasiasa. Hii si tu kupotosha, bali ni hatari kwa amani ya nchi yetu. Sote tunajua Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, yeye ndiyo anafanya uteuzi wa mamlaka ama viongozi mbalimbali, na yeye anayo mamlaka ya kikatiba na kisheria kutengua. Lakini anatengua vipi? Inawezekana zipo sababu za msingi, na mara nyingi tunamshuhudia Mheshimiwa Rais akisema hadharani, fulani ninakupeleka katika mamlaka fulani, nenda ukafanye zaidi ulipofanya hapa. Mifano hiyo naitoa. Kwa maana gani? Rais anaweza akamteua kiongozi fulani, mfano kama alivyotolea DG wa usalama wa taifa, lakini kwa kuimarisha labda utendaji kazi wa mamlaka anaweza akampangia majukumu mengine na akamweka mwingine. Lakini yapo maono ya Mheshimiwa Rais, yeye kama yeye, kwa maarifa aliyojaliwa, kwa kiti alichokikalia, anaweza akafanya mabadiliko ya uongozi ama kumbadilishia kiongozi majukumu. Lakini zipo shauri na taarifa mbalimbali. Hii ni taasisi. Kwa hiyo najaribu kuwaonyesha kwamba upotofu huu aliyousema Askofu Josephat Gwajima ni kuhatarisha amani ya nchi na kuchonganisha mamlaka kuu ya nchi na wananchi wa Kitanzania. Lakini pia huu uteuzi na utenguzi ni jambo la kawaida. Niwape mfano mdogo. Kipindi cha hayati Julius Kambarage Nyerere, baba wa taifa, kwenye hiki kipengele cha vyombo vya dola, kwenye DG wa usalama, chukulia mfano tangia mwaka 1975 mpaka 1978 tulikuwa na DG wa usalama wa taifa Lawrence Gama,
Lakini mwaka 78 mpaka mwaka 80 tulikuwa na DG wa usalama wa taifa Hasi Kitime. Lakini Agustini Mahiga mwaka 1980 kwamba Mheshimiwa Rais anapofanya haya mabadiliko katika hizi nafasi nyeti hasa kwenye vyombo vya dola, si jambo la kushangaza umma, ni utaratibu wa kawaida katika kuimarisha utendaji kazi na mambo mengine kwa mustakabali mzima wa Watanzania. Lakini haya yote yanayojaribu kuyatengeneza Askofu Gwajima, tunachokiona hapa kama umoja wa vijana wa CCM Dar es Salaam ni jaribio la kutengeneza hofu na kutangaza kwa lugha ya kisiasa kuwa vyombo vyetu vya dola ni dhaifu na vinaweza kuchezewa kisiasa na wanasiasa, ambalo jambo hili kimsingi kabisa halina msingi wowote wa kisheria ama halina ukweli wa kimfumo, na ni uongo kama alivyoendelea kuwadanganya watu mbalimbali katika mkoa ya ubunge kama hana imani na bunge letu, na anaendelea kulipwa posho na kupatiwa mshahara kupitia nafasi yake ya ubunge. Swali la pili ambalo lazima tujiulize, kama kweli huyu mtu alikuwa na nia na uchungu wa haki za Watanzania, je, Mheshimiwa Gwajima hana imani na NEC ambao yeye ni mjumbe wa NEC? Kama ana imani na NEC, hatujawahi kuona hata siku moja apeleke hoja yake kuhusu masuala ya utekaji wa watu kupotea ili ijadiliwe na kupatiwa ufumbuzi. Na kama hana imani na NEC, kwa nini mpaka sasa hajajiuzulu na ujumbe wa NEC na anaendelea kujitambulisha kama mjumbe wa NEC anapofanya mashambulizi ya nje ya vikao, halafu akienda kwenye vikao hasemi lolote? Je, huyu mtu ana ajenda gani katika taifa letu? Ana ajenda zipi za siri, na nani yuko nyuma yake aliyemtanguliza kuhakikisha anatengeneza migogoro katika taifa letu? Ndugu zangu, labda niseme kitu kimoja. Askofu Gwajima amesahau mwaka 2020 kama anadharau hata vikao hivi ndio vilimpitisha Gwajima kwamba yeye ndiyo mgombea atakayepeperusha bendera ya Chama cha Mapinduzi katika jimbo la Kawe. Licha ya kwamba Gwajima hakushinda ile nafasi, alishika nafasi ya 3. Bado hakumbuki hilo, bado haamini katika vikao vyenye maamuzi ya juu. Lakini NEC inayoizungumzia sio mara ya kwanza kufanya maamuzi kwa mustakabali wa nchi. Tunajua awamu ya 4 chini ya Rais Jakaya Mrisho Kikwete katika mabadiliko ya katiba, NEC ilibariki mchakato wa mabadiliko ya kikatiba. Lakini huyu Rais Samia kati ya mwaka 2023 tarehe 1 mwezi wa 3, Rais Samia katika mchakato wa maridhiano na vyama vya siasa maridhiano yalipita kwenye vikao vya NEC na yalibarikiwa, kwamba swala hili la kwake kwamba lisingeweza kubarikiwa kama labda lisingekuwa na mashiko na kwamba ni hoja za kutengeneza ama kutungwa. Lakini alikuwa na uwezo wa kuliwasilisha kwa sababu chombo hichi ni kikubwa, na mara zote, na katika mwaka huu ndio katika mwaka uliofanya vikao vingi vya NEC toka nimeijua siasa ya nchi hii, kwamba vikao vimefanyika mara nyingi. Kwa hiyo alikuwa ana uwezo kabisa yeye kwenda kuyazungumza au kuzungumza ajenda zake hizi ambazo ana ushahidi nao, labda kwa mfano katika vikao hivi vya NEC. Ndugu zangu, niseme kitu kimoja. Mimi namshauri Askofu Gwajima kwa niaba ya umoja wa vijana wa CCM mkoa wa Dar es Salaam, avue kinyago chake alichokivaa na ajitokeze waziwazi na si vinginevyo. Aseme ajenda yake kuu ni ipi kwa rais wetu na nchi yetu, na kama hana imani na vyombo vyetu vya maamuzi na mijadala ambao yeye ni mjumbe wa vikao hivi, yani bunge pamoja na NEC, ajiuzulu mara moja nafasi yake, ili chama na serikali ijue kwa kuwa kwamba inashughulika na mwanaharakati anayeitwa Josephat Gwajima na si vinginevyo. Ajiuzulu. Sababu unakuta watu wanapata ukakasi kwa sababu bado amevaa kile kinyago alichojificha nacho, na sisi tumesha tafsiri, sisi ni Waswahili, tunajua mlengo wake ni upi. Ajiuzulu mara moja ili serikali sasa ijue kuwa inashughulika na mwanaharakati anayeitwa Josephat Gwajima. Na nije kwenye msimamo wa jumuiya. Na haya yote ni yaseme tu, Mheshimiwa Gwajima ameonyesha kutokuwa na imani na bunge. Hana imani na vikao vya chama.
sisi kama vijana wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Dar es Salaam hatuhitaji kumuona Gwajima anakwenda ofisi yeyote katika mkoa wetu wa Dar es Salaam kuchukua fomu kuwania ubunge mwaka huu. Ni wakati wake mwafaka sasa kwenda kupumzika na kufanya harakati zake dhidi ya serikali na CCM kwa ujumla kwa uwazi zaidi, badala ya kujificha, ili na sisi sasa kama umoja wa vijana wa CCM Dar es Salaam tukabiliane naye waziwazi. Na mwisho kabisa nitoe rai kwa viongozi wote wa Chama cha Mapinduzi na ambao si wa ndani ya Chama cha Mapinduzi na ambao wako nje ya Chama cha Mapinduzi, kwamba wanaopenda kukurupuka ndani ya chama na nje ya chama na taasisi zingine zote kutumia majukwaa yao kwa hekima, kutuliza jamii na kuhimiza maelewano badala ya kutoa kauli zenye kuumiza heshima ya taifa letu. Na katika hili nimkumbushe Gwajima, CCM ya leo sio CCM ya jana aliyeingia kwa bahati mbaya. Na mwisho niseme kwamba sisi kama umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi mkoa wetu wa Dar es Salaam tutaendelea kulinda maadili ya chama, heshima ya viongozi wetu na utulivu wa kitaifa, huku tukitoa nafasi kwa mijadala ya hoja zenye tija kwa maslahi mapana ya taifa letu. Na nimalizie kwa kusema tutaendelea kumuunga mkono Daktari Samia Suluhu Hassan, tutaendelea kulinda taswira ya Tanzania na tutaendelea kuwa walinzi wa maadili ya chama na nidhamu ya kisiasa. Leo ufafanuzi, na washukuruni sana. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania, na washukuruni sana. Asanteni kwa kunisikiliza.